Maisha hasa ni neno la Kiswahili ambalo maana yake ni jinsi ambavyo watu wanaishi kwa ujumla wake. Kwa hiyo nafikiri ndio maana tuliweke hilo, kwa sababu mahusiano yanagusa vitu vingi. Ni namna watu wanavyoishi, wanavyojadiliana, wanavyoshirikiana. Kwa hiyo hili neno linakuwa kama ni neno ambalo linafaa kuelezea mpango wetu. Mpango wetu hasa lengo lake ni kuboresha mahusiano na afya kwa ujumla. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia vitu gani ambavyo vinachangia mahusiano yaweze kuwa mazuri au yasiwe mazuri katika wanandoa walioko hapa. Kwa hiyo hilo ndio lengo kuu la utafiti hapa. Ukatili wa kijinsia ni tatizo kubwa sana katika nchi kama Tanzania, lakini pia kwenye nchi zingine katika bara la Afrika na duniani kwa ujumla. Na hasa linawaathiri sana kina mama ambao wako kwenye mahusiano kwa njia moja au nyingine na wenzi wao. Ni tatizo ambalo linaleta madhara mengi kiafya, kuna matatizo ya kijamii, kuna matatizo mengine ambayo ni ya kisaikolojia. Utafiti huu kwa ujumla una sehemu kubwa mbili. Huu utafiti unatuwezesha tuweze kubaini ukubwa wa tatizo na vitu mbalimbali vinavyohusiana. Baada ya hapo tunatoa njia za kujaribu kukabiliana na hili tatizo. Baada ya hapo tunaanza kufanya kazi ya kuweza kuwapa kina mama mbinu ambazo zinaweza zikasaidia kujaribu kupunguza hili tatizo. Na tunafanya hivyo kwa kuwapa mafunzo ya jinsia. Baada ya kumaliza kufanya hivyo mafunzo kwa kina mama na wanaume, tunategemea tuweze kufanya tathmini ili tuone, je, haya mafunzo yamesaidia? Watu tunafikiri kwamba tunajua matatizo ambayo yapo katika jamii, lakini kwa kupitia utafiti mara nyingi tumekuja kugundua kwamba tunayoyajua ni kidogo, labda kuna vitu vingine vingi sana ambavyo hatuvijui. Kwanza tulitengeneza mahusiano bora na washiriki, lakini vile vile tuliwahakikishia kwamba mambo yote watakayozungumza wakati wa utafiti yatakuwa ni asiri. Hata katika filamu hii yatakuwa yakisomwa kwa watu wengine, lakini haitajulikana ni nani ambaye amezungumza. Dada, karibu sana. Kama nilivyokuambia mwanzo, tutakuwa na mazungumzo yetu ya kawaida tu yanayohusiana na maisha yetu ya kila siku. Na tutatumia kifaa hichi cha kinasa sauti kwa ajili ya kutusaidia wakati wa mazungumzo yetu, kwa sababu siwezi kuandika yote tunayozungumza. Ni sifa gani ambazo ukiziona utajua kwamba huu ni uhusiano bora kwa mtu na mwenzi wake? Katika mahusiano ya mke na mume ni upendo. Uwepo wa upendo na uvumilivu katika ndoa ndio unaofanya ndoa zidumu. Kwa sababu mimi nisipokuamini wewe, lazima yatokee mazingira tatanishi unapotoka. Ukirudi lazima mimi niwe mkali, kwa sababu nafsi yangu haikuamini. Nitasema tayari wewe ulikotoka kule umefanya kitu kibaya. Kumbe sivyo. Ni kuishi kwa kutokuaminiana. Kwa hiyo upendo unakuwa haupo, ila chuki inakuwa karibu sana. Kama sehemu ya mradi wa maisha, ilihusisha wamama ambao wanapata mikopo midogo midogo katika shirika la BRAC. Na kwa sababu inaonyesha kwamba wamama wengi wanakuwa hawana vipato, kwa hiyo wanakuwa hawana uwezo wa kufanya mamlaka yoyote katika familia zao au katika mahusiano yao. Kwa hiyo mradi wa maisha unafanya utafiti kuangalia, je, hawa mama wanaopata mikopo midogo midogo inawawezesha kuleta amani katika familia yao au inazuia kupata ukatili katika familia zao. Kwa hiyo BRAC imesaidia kuboresha mahusiano mazuri na waume zetu, kwa sababu na najua sasa hivi mke wangu sio tegemezi tena na haninyanyasi, kwa sababu hata akinitishia, akiniambia nitaoa mke mwingine, namwambia haya, haina shida, kwa sababu anajua mimi nilishajua kujilisha kama ndege na watoto wangu na walisha.
Madhumuni ya mtaala wa wanawake na maisha sana sana ni kuwapa uelewa wanawake walioko katika mahusiano, katika familia zao, kuboresha mahusiano yao na wenzi wao wa karibu. Lengo jingine la huu mtaala wa wanawake na maisha ni kupunguza ukatili dhidi ya mtu na mwenzi wake au dhidi ya watu wawili ambao ni wenzi. Kina mama msilale, lale lale, kina mama msilale, bado mapambano. Sasa naomba mnitajie sifa ambazo zikifanyika unaona kabisa hawa watu uhusiano wao ni mzuri. Ni kama vile nini? Ni kama sifa zipi? Huwa unafurahia kutumia muda kuwa na mwenzi wako. Ni uhusiano mzuri, sio kuwa mzuri? Mzuri. Haya, pale penye amani hatutegemei kama ukatili utapatikana, si ndio? Kwamba kuna ugomvi, kuna hiki, hatutegemei kama hicho kitafanya nini? Kitatokea. Sawa? Mnakubaliana na mimi? Mwingine anaweza kumsaidia mila gani potofu ambazo zinafanya kina mama waendelee kubaki kwenye uhusiano sio kuwa mzuri? Lakini kitu ambacho kinaonekana kinafanana katika mila na desturi nyingi ni kwamba mila na desturi zinamnyima haki mwanamke, na tunajaribu kutumia njia za kuchanganua majukumu anayokuwa nayo mwanamke ili kuonyesha kwamba kweli mizania haiko sawa sawa. Kutokana na mila na desturi, mtoto wa kike hana urithi. Mtoto wa kike hatakiwi kuwa na hiki. Mtoto wa kike hatakiwi kuwa hivi. Ni ukatili. Mimi nimeolewa, tumelima, tumevuna, tumeuza, tumejenga nyumba zetu, tumefanya hivi. Lakini ukatili unakuja, zile nyumba hakugawii. Kwa hiyo katika mafunzo haya tunajaribu kuleta dhana ya kwamba vitu hivi vinaweza kubadilika, kwa sababu mila na desturi hazijakaa miaka yote hivyo hivyo, zinaweza kubadilika, na tunasisitiza kwamba ni mabadiliko ambayo yatawaletea faida wote wenzi, kwamba yatamletea faida mwanamke na mwanaume na familia na jamii. Tutalinganisha tena yale makundi yanayopata mafunzo na yale ambayo hayapati mafunzo, ili tuweze kuona, je, taarifa juu ya ukatili wa kijinsia zimepungua? Sasa sentensi ya kwanza inasema mwanaume ana sababu nzuri ya kumpiga mke wake kama hajakamilisha kazi za nyumbani kwa kiasi kinachoridhisha. Kwa maoni yako binafsi, unakubaliana ama ukubaliani? Fikiria sasa kuhusu rafiki zako na jirani zako. Unaweza kusema wengi wao wanakubaliana au hawakubaliani. Je, mliwahi kuzozana juu ya wasiwasi kuhusu wenzi wa nje au tuhuma za kutokuwa mwaminifu katika ndoa? Shazozana. Je, hii imetokea mara moja, mara chache au mara nyingi? Labda ni nini majukumu ya kina mama katika jamii yako? Mlishawahi kuzozana juu ya wewe kutomtii mume wako? Matukio haya ingawa bado ni mapema, kwa sababu mafunzo yale yamewawezesha kina mama kujiamini na vile vile kutambua ukatili wanaofanywa katika majumbani kwao na kupinga mila ambazo zimekuwa zikiwasababishia ukatili. Utafiti huu utatusaidia kwanza kuelewa tatizo la ukubwa wa ukatili wa kijinsia. Itatusaidia kuelewa kama hivi vitu tunavyo testi vinafanya kazi, na kama vitafanya kazi watu wengi sana wataweza kuvitumia, serikali na mashirika na watu wote ambao wanapenda kutatua hili tatizo la ukatili wa kijinsia. Mimi kama kijana, kama Mtanzania na pia kama baba, tunachokifanya kwenye huu mpango wetu wa maisha ni kuleta mabadiliko chanya kwenye mahusiano kati ya mwanaume na mwanamke ambao wapo kwenye mapenzi.
Kwangu mimi mabadiliko haya yamekuja wakati mwafaka. Ukiangalia tayari kuna mambo ya ukatili na vitu mbalimbali ambavyo bado tunahitaji kujifunza kuweza kuimarisha maisha yetu na hata kuimarisha jamii zetu zinazotuzunguka kwa ujumla wake. Mimi kama mama na kama mwanamke wa Tanzania, nadhani mradi wa maisha ni muhimu sana katika maisha ya kina mama na Watanzania kwa ujumla.